Hujambo mtazamaji mahali popote ulipo, mchana wa leo ni fahari yangu kujumuika nawe kwenye makala mengine ya Dunia Wiki Hii yanayoandaliwa na kuletwa kwako kwa ushirikiano mkubwa wa KBC Channel 1 na shirika la Shinua. Na kama ilivyo ada kwenye makala haya mtazamaji, tumekuandalia mengi kutoka ulingo wa kimataifa, ikiwemo taarifa kuhusiana na Trump akutana na Zelensky, huku akiashiria kuwa hakuna uwezekano wa kuandaliwa kwa kongamano baina ya Urusi, Ukraine na Marekani. Sanae Takaichi achaguliwa kuwa waziri mkuu mpya wa Japan, huku akitangaza baraza lake la mawaziri. Hizo ni baadhi ya taarifa ambazo tumekuandalia kwenye makala haya mtazamaji. Dakika ni 30, keti papo hapo nikuletee ya ulimwengu. Karibu mtazamaji kwenye makala ya leo. Mimi naitwa Beatrice Gatonyengetich. Karibu mtazamaji, tunaanzia nchini Marekani. Rais Donald Trump alikutana na mwenzake wa Ukraine Volodymyr Zelensky katika ikulu ya White House, na alisema kuwa hakuna uwezekano wa kuandaliwa kwa kongamano la pamoja la Marekani, Urusi na Ukraine hivi karibuni. Akizungumza pamoja na Zelensky kabla ya mashauriano hayo, Trump alisema kuwa mpango unaopangwa baina yake na mwenzake wa Urusi Vladimir Putin nchini Hungary utakuwa tu baina yao, akitaja uhasama baina ya Urusi na Ukraine. Alipoulizwa kuhusu kuwasilisha makombora ya Marekani kutumika kwenye mzozo baina ya Urusi na Ukraine, Trump alisema kuwa Marekani pia inahitaji zana hizo, akionya kwamba kuziwasilisha nchini Ukraine huenda kukazidisha zaidi mzozo huo. Hata hivyo, alipoulizwa kuhusu iwapo Ukraine itahitaji kubadilishana ardhi na amani, alisema kuwa hana uhakika kuhusiana na swala hilo. Zelensky alisema kuwa azma ya kukomesha mzozo baina ya Urusi na Ukraine kufuatia mkataba wa kusitisha vita huko Gaza, lakini akaishtumu Urusi kwa kukataa kurejelea mashauriano na kuihimiza Marekani kuzidisha shinikizo kwa Urusi. Aliongeza kusema kuwa kampuni za kawi za Marekani ziko tayari kuisaidia Ukraine kufuatia mashambulizi ya hivi majuzi ya Urusi dhidi ya muundo msingi wa kawi nchini humo. Ilikuwa ziara ya tatu ya Zelensky katika ikulu ya White House katika kipindi cha pili cha uongozi wa Trump. Mkutano huo ulijiri siku moja baada ya mawasiliano ya simu baina ya Trump na Putin. Trump na Putin walikutana mara ya mwisho mwezi Agosti huko Alaska kwa mashauriano kuhusu Ukraine, ingawa hakuna makubaliano yoyote yaliyoafikiwa, huku mashauriano kuhusu mkataba wa kusitisha vita yakikwama. Kwingineko, Trump alisema atakutana na Putin jijini Budapest, Hungary, kwa mashauriano yanayonuiwa kukomesha mzozo baina ya Urusi na Ukraine, ambapo Trump alisema kuwa nchi hizo mbili zilikubaliana kuandaa mkutano wa ngazi za juu wa mashauriano, huku waziri wa mashauri ya nchi za kigeni wa Marekani Marco Rubio akiongoza ujumbe wa Marekani. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, mimi ni John Madanji. First, Marco is going to be meeting, and the vice president, as you know, is very much involved. The whole team is involved. Sanae Takaichi, ambaye ni kiongozi wa chama tawala nchini Japan cha Liberal Democratic, alichaguliwa rasmi kuwa waziri mkuu wa nchi hiyo baada ya kushinda kwenye mabunge yote mawili na kuwa kiongozi wa kwanza mwanamke nchini humo. Tazama. Katika bunge la wawakilishi, Takaichi alipata kura 237 na kumshinda mkuu wa chama cha upinzani cha Constitutional Democratic Yoshihiko Noda kwa kura 149 pamoja na wagombea wengine wapinzani. Bunge la madiwani pia liliandaa kura yake, lakini hamna mgombea yeyote alipata idadi kubwa ya kura kwenye awamu ya kwanza. Takaichi aliongoza kwa kura 123 akifuatwa na Noda kwa kura 44. Kufuatia hali hiyo, awamu ya pili ya kura iliandaliwa kwenye bunge la wawakilishi baina ya Takaichi na Noda, hii ikiwa ni mara ya kwanza katika muda wa miaka 13 ambapo Takaichi hatimaye alishinda. Kwa kushinda kwenye mabunge yote mawili, alitangazwa kuwa waziri mkuu wa 104 wa Japan, akiwa mwanamke wa kwanza nchini humo kushikilia wadhifa huo. Takaichi alichaguliwa kuwa rais wa chama cha LDP tarehe 4 mwezi huu. Kura ya kumchagua waziri mkuu
mkuu awali ilifaa kuandaliwa tarehe 15 mwezi uliopita, lakini ikaahirishwa hadi tarehe 15 mwezi huu. Mara ya kwanza huku wasiwasi kufuatia kujiondoa kwa Komeito kwenye muungano uliodumu kwa miongo kadhaa na chama cha LDP, kukiibua shaka kuhusu iwapo Takaichi angepata uungwaji mkono wa kutosha bungeni kwenye kinyang'anyiro hicho cha waziri mkuu. Ili kujumuisha kura zaidi, Takaichi aliandaa mashauriano na vyama kadha vya upinzani, kikiwemo kile cha Democratic na kile cha Japan Innovation. Baada ya kile cha Japan Innovation kuamua kumuunga mkono, alifanikiwa kupata ushindi huo. Takaichi aliyezaliwa mwaka 1961 kwenye kisiwa cha Nara alichaguliwa mara ya kwanza katika bunge la wawakilishi mwaka 1993 na tangu wakati huo ameshikilia nyadhifa kadhaa kuu, ikiwemo waziri wa masuala ya taifa na mawasiliano, waziri wa uchumi na naibu waziri wa uchumi, biashara na viwanda. Akiwa mshirika wa karibu wa hayati aliyekuwa waziri mkuu Shinzo Abe, anachukuliwa kuwa mrithi wa ajenda yake ya kisiasa. Awali Takaichi alikuwa amewania uongozi wa chama cha LDP mara 3. Baada ya kushindwa mwaka 2021 na 2024, alishinda urais wa chama hicho mwaka huu baada ya kumshinda Shinjiro Koizumi kwenye awamu ya mwisho ya kura. Kwenye baraza jipya la mawaziri, Minoru Kihara atakuwa mkuu wa mawaziri, Yoshimasa Hayashi atakuwa waziri wa masuala ya kitaifa, na Shinjiro Koizumi waziri wa ulinzi, na Toshimitsu Motega atarejea kwenye wadhifa wa waziri wa mashauri ya nchi za kigeni katika juhudi za kuimarisha umoja wa chama hicho na kuhakikisha uthabiti wa sera. Na Dunia Wiki Hii, jina langu ni Millicent Kubai. Na kusitishwa kwa utekelezaji wa rasimu nambari 2231 ya Baraza la Umoja wa Mataifa hakutaathiri majukumu ya Iran chini ya mkataba wa kinuklia wa mwaka 2015, ikiwemo ahadi yake ya kutounda zana za kinuklia, kwa mujibu wa hatibu wa Wizara ya Mashauri ya Nchi za Kigeni ya Iran, Ismail Bagael. Ingawa muda wa utekelezaji wa rasimu hiyo nambari 2231 na mkataba wa kinuklia wa mwaka 2015 ulimalizika Jumamosi iliyopita, haki za Iran za kuimarisha madini ya uranium na shughuli za amani za kinuklia zitaendelea, kwa mujibu wa taarifa ya Bagaei kwenye mkutano wa kila wiki na wanahabari. Akizikosoa Ufaransa, Uingereza na Ujerumani kwa kushindwa kubainisha azma yao ya kuzingatia mashauriano, akisema kuwa zilitumia mfumo wa kurejesha vikwazo dhidi ya nchi hizo kabla ya kukamilika kwa muda wa utekelezaji rasimu hiyo. Iran ilikuwa imetimiza kikamilifu majukumu yake chini ya mkataba huo hadi mwaka 2019, ili hali pande nyingine zilikosa kutimiza ahadi zao, kwa mujibu wa Bagaei, akiongeza kusema kuwa kujiondoa kwa Marekani kwenye mkataba huo mwaka 2018 kulikuwa na athari mbaya, na hivyo kuifanya Iran kukoma kutekeleza baadhi ya majukumu yake chini ya mkataba huo. Iran ilitia saini mkataba huo na Uingereza, China, Ufaransa, Ujerumani, Urusi na Marekani mwezi Julai mwaka 2015, ambapo ilikubali kudhibiti mpango wake wa kinuklia ili nayo iondolewe vikwazo, vikiwemo vile vya Umoja wa Mataifa. Marekani hata hivyo ilijiondoa kwenye mkataba huo mwezi Mei mwaka 2018 na kurejesha vikwazo dhidi ya Iran. Mwishoni mwa mwezi Agosti, mataifa hayo matatu ya Ulaya yalitekeleza mfumo wa kurejesha vikwazo vya Umoja wa Mataifa dhidi ya Iran. Wizara ya Mashauri ya Nchi za Kigeni ya Iran ilitangaza kwamba kufikia mwishoni mwa juma lililopita, muda wa utekelezaji rasimu na vikwazo vyote vya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusiana na mpango wa kinuklia wa Iran umefikia kikomo kisheria. Michael Landriandrina, ambaye ni afisa wa kijeshi aliyeapishwa kuwa rais wa Madagascar katika jiji kuu la nchi hiyo. Tazama.
aliapishwa kuwa rais kwenye mahakama ya juu zaidi ya kikatiba katika nchi hiyo ya Kiafrika ya kisiwa. Randrianirina aliyezaliwa mwaka 1974 alikuwa gavana wa eneo la Androy kusini mwa Madagascar baina ya mwaka 2016 na 2018. Maandamano yalizuka nchini Madagascar mwishoni mwa mwezi Septemba, ambayo awali yalichochewa na matatizo ya nguvu za umeme na uhaba wa maji. Yaligeuka kuwa ghasia kwenye baadhi ya maeneo na hatimaye kugeuka kuwa miito kwamba rais ajiuzulu. Maandamano hayo yalibadili mkondo mwishoni mwa juma lililopita, huku kitengo kimoja cha kijeshi kikitangaza kwamba kinawaunga mkono na kuwalinda waandamanaji. Afisa mkuu wa kitengo hicho Randrianirina alitangaza kwamba mamlaka ya serikali nchini Madagascar yametwaliwa na baraza la kijeshi linalojumuisha maafisa wa kijeshi na polisi, akisema kuwa uamuzi huo ulifuatia kutozingatiwa kwa katiba na ukiukaji wa haki za binadamu. Baadaye bunge la taifa la Madagascar lilipiga kura kumwondoa afisini Rais Andry Rajoelina katika kikao maalum, licha ya tangazo la awali la rais huyo kwamba bunge hilo limevunjwa. Tom Mathenji, Dunia Wiki Hii. Idadi ya visa vya maambukizi ya mafua nchini Japan katika juma la baina ya tarehe 29 mwezi Septemba na tarehe 5 mwezi huu vilikuwa mara 1.5 zaidi ya juma lililotangulia, kwa mujibu wa takwimu za taasisi ya afya nchini humo. Jumla ya visa 613 viliripotiwa kote nchini Japan katika juma lililokamilika tarehe 5 mwezi huu, vikiwa kisa 1.56 kwa kila taasisi ya kimatibabu, ikilinganishwa na kisa 1.04 katika juma lililotangulia, kwa mujibu wa takwimu hizo. Kisiwa cha Okinawa kiliripoti idadi kubwa zaidi ya visa, vikiwa 12.18 kwa kila taasisi ya kimatibabu, kikifuatwa na Tokyo kwa visa 3.3 na Miyakazi kwa visa 2.89. Msimu wa mafua mwaka huu ulianza mwezi mmoja mapema kuliko ilivyo kawaida nchini humo, kutokana na masuala mbalimbali yakiwemo ongezeko la safari za ng'ambo, kupungua kwa uzingativu wa umma na mabadiliko ya hali ya anga. Kuambatana viwango vya uchunguzi nchini humo, wakati idadi wastani ya visa vya maambukizi ya mafua kwa wiki kwa kila taasisi ya kimatibabu inapopita 1, huo ni mwanzo wa msimu wa mafua. Iwapo idadi hiyo inapita 10, kinafikia kiwango cha tahadhari. Kuambatana na mfumo huo, Wizara ya Afya, Leba na Maslahi nchini humo ilitangaza mwanzo wa msimu wa mafua tarehe 3 mwezi huu, baada ya kiwango cha kila wiki kufikia 1.4 katika juma la baina ya tarehe 22 hadi 28 mwezi Septemba. Hii ilikuwa majuma matatu mapema kuliko mwaka uliopita na mara ya pili tangu mfumo wa sasa wa takwimu ulipoanzishwa mwaka 1999. Takwimu hizo zilionyesha kwamba idadi ya visa vipya vya maambukizi ya mafua kwa kila wiki iliongezeka kwa majuma 7 mfululizo tangu katikati ya mwezi Agosti, huku ugonjwa huo ukienea. Shule 620 za chekechea na zile za msingi na sekondari kote nchini Japan zilifungwa tangu tarehe 5 mwezi huu. Francis Ngala, Dunia Wiki Hii. Kwa taarifa hiyo, mtazamaji, sasa tutaelekea kwenye mapumziko mafupi. Tukirejea ni taarifa zaidi kwenye makala haya yanayoletwa kwako kwa ushirikiano mkubwa wa KBC Channel 1 na shirika la Shinua kutoka China. Usiende mbali. Karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama makala ya Dunia Wiki Hii. Tuelekee huko DRC. Shirika la Afya Duniani WHO lilisema kuwa maafisa wa afya huenda wakatangaza kukomeshwa kwa tamko lililoko la ugonjwa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mapema mwezi Disemba, iwapo hakuna visa vyovyote vipya vitakavyoripotiwa kufikia wakati huo. Tangazo hilo lilijiri kwenye taarifa kutoka kwa afisi ya shirika la WHO kuhusu bara Afrika baada ya mgonjwa wa mwisho wa Ebola kuruhusiwa kuondoka kwenye kituo cha matibabu baada ya kupata nafuu kikamilifu, hii ikiwa hatua kubwa katika mapambano ya nchi hiyo dhidi ya virusi hivyo hatari. Taarifa hiyo ilisema kuwa kufuatia hatua hiyo, walianza kuhesabu kipindi cha siku 42 ambapo baadaye chamko hilo linaweza kutangazwa kuwa limekomeshwa iwapo hakuna visa vyovyote vipya vitakavyothibitishwa.
Tangu chamko hilo lilipotangazwa tarehe 4 mwezi Septemba huko Bulape, ambalo ni eneo la kiafya katika jimbo la Kasai katikati mwa nchi hiyo, jumla ya visa 64 vimeripotiwa ambapo 53 vilithibitishwa huku 11 vikishukiwa. Wagonjwa 19 wamepona kikamilifu na hakuna visa vipya vilivyoripotiwa tangu tarehe 25 mwezi Septemba kwa mujibu wa shirika la WHO. Mohamed Janabi ambaye ni mkurugenzi wa WHO barani Afrika alipongeza ufanisi ulioafikiwa kufikia sasa. Alisema kuwa kupona kwa mgonjwa wa mwisho majuma 6 pekee baada ya chamko hilo kutangazwa ni ufanisi mkubwa na ni dhihirisho la ushirikiano, utaalamu wa kitaifa na azma ya pamoja ya kukabiliana na changamoto na kunusuru maisha. Awali DRC ilikuwa imetangaza kukomeshwa kwa chamko la 15 la Ebola mwezi Septemba mwaka 2022 lililokuwa limeathiri jimbo la Kivu Kaskazini katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo. Ugonjwa wa Ebola ni homa ya kuvuja damu inayoambukizwa haraka ambayo husababisha dalili mbalimbali zikiwemo homa, kutapika, kuhara, maumivu na katika visa vingi kuvuja damu ndani na nje, kulingana na shirika la WHO. Na tukisonga mbele mtazamaji, kongamano la 5 la kibiashara la kiuchumi baina ya Uturuki na bara Afrika lilikamilika katika jiji la Istanbul, likiangazia kuimarika kwa uhusiano wa kibiashara, uwekezaji na maendeleo endelevu baina ya Uturuki na nchi za Kiafrika. Hafla hiyo ya siku 2 iliyoandaliwa na Bodi ya Uhusiano wa Kigeni wa Kiuchumi pamoja na Muungano wa Afrika na Wizara ya Biashara ya Uturuki iliwavutia takriban viongozi 3,000 wa kibiashara wa Kiafrika na maelfu ya wafanyabiashara nchini Uturuki, kwa mjibu wa Waziri wa Biashara Omar Bolat. Rais Recep Tayyip Erdogan alisema kuwa kongamano hilo lilianzishwa mwaka 2016 limekuwa fursa ya kufanya maamuzi yanayofanikisha utekelezaji wa miradi kabambe. Francisca Tayochop Belobe ambaye ni kamishna wa AU kuhusu ustawi wa kiuchumi, biashara, utalii, viwanda na madini, alitaja Uturuki kuwa mshirika mkuu katika ustawi wa viwanda barani Afrika, akisema kuwa ushirikiano huo ni thabiti na unanufaisha pande zote husika. Kandoni mwa kongamano hilo, Uturuki na Zambia zilitia saini mkataba wa maelewano kuhusu ushirikiano katika kawi na lengo la kuanzisha miradi ya kawi safi, muundo msingi, uhamishaji, teknolojia na kuimarisha uwezo. Kwingineko, eneo la Marmara kaskazini magharibi mwa Uturuki liliathirika kutokana na kiangazi, huku viwango vya maji vikipungua zaidi na hatua za dharura kutekelezwa mijini. Na jijini Istanbul, viwango vya maji pia vimepungua pakubwa, huku mabwawa mengi yakifikia chini ya 10%. Maafisa nchini humo walichukua hatua za kukabiliana na hali hiyo, ikiwemo mipango ya kuhimili athari za mabadiliko ya hali ya anga, kuimarisha uhamasisho wa umma kuhusu athari za kiangazi, kuimarisha matumizi bora ya kawi na ushirikiano katika kukabiliana na athari za majanga na kuboresha matumizi ya maji. Na Dunia Wiki Hii, jina langu ni Millicent Kubai. Naam, kundi la Houthi nchini Yemen kwenye taarifa lilisema kuwa mkuu wa majeshi yake Mohamed Abdul Karim Al-Gumari aliuawa kwenye mashambulizi ya angani yaliyotekelezwa hivi majuzi na Israel. Taarifa hiyo iliyopeperusha kwenye kituo cha satellite cha Al-Masira kinachosimamiwa na kundi la Houthi ilisema kuwa maafisa kadhaa wakuu pia waliuawa pamoja naye kwenye eneo hilo, ingawa haikutoa maelezo zaidi. Kundi hilo lilisema kuwa litalipiza kisasi kutokana na mashambulizi hayo ya Israel. Duru za kundi la Houthi ambazo hazikutaka kutambulishwa zilisema kuwa Al-Gumari aliuawa tarehe 28 mwezi Agosti kwenye mashambulizi ya angani ya Israel yaliyolenga eneo moja la kiserikali katika jiji kuu Sanaa linalodhibitiwa na kundi la Houthi, ambapo pia Ahmed Al-Rahawi aliyeteuliwa na kundi hilo kuwa waziri mkuu pia aliuawa pamoja na mawaziri wengine 11 na maafisa wengine 2 wakuu wakati wa mkutano. Kulingana na vyombo vya habari nchini humo, Al-Gumari alikuwa msiri wa kiongozi wa kundi hilo Abdul Malak Al-Houthi. Alikuwa amezuru Iran na kundi la Hezbollah kusini mwa Lebanon mara nyingi. Kadhalika alikuwa mwanachama mkuu wa baraza kuu la jihad la kundi hilo. Wakati huo kundi hilo lilitangaza kwenye taarifa nyingine uteuzi wa Yusuf Al-Madani kuwa mkuu wa jeshi la kundi hilo.
Mashambulizi ya Israel dhidi ya kundi la Houthi nchini Yemen yalitekelezwa wakati taharuki ilipokithiri baina ya Israel na makundi yanayoungwa mkono na Iran katika kanda hiyo. Kundi la Houthi lilidai kuhusika kwenye mashambulizi ya mara kwa mara ya droni na makombora yaliyolenga Israel na meli kwenye bahari ya Shamu tangu mwezi Novemba mwaka 2023, siku chache baada ya vita baina ya Israel na kundi la Hamas kuzuka huko Gaza. Kundi la Houthi lilisema kuwa mashambulizi hayo yalinuiwa kudhihirisha umoja wa Palestina huko Gaza. Takriban mashambulizi yote ya kundi la Houthi yameripotiwa kutibuliwa na kuharibiwa na mifumo ya ulinzi ya Israel. Kundi la Houthi lilikoma kutekeleza mashambulizi dhidi ya Israel tangu mkataba wa kusitisha vita huko Gaza ulipoanza kutekelezwa juma lililopita. Francis Ngala, Dunia Wiki Hii. China na bara Afrika zilielezea azma yao ya pamoja ya kuimarisha ushirikiano katika elimu ya kiufundi na kikazi TVET ili kuhakikisha ufanisi wa mpango wa miaka 10 wa bara Afrika kuhusu taasisi za TVET. Tazama. Haya yalijiri wakati wa warsha iliyoandaliwa na Muungano wa Afrika AU na ujumbe wa China katika muungano huo kwenye makao makuu ya AU jijini Addis Ababa, Ethiopia. Muungano huo ulizindua rasmi mpango wa miaka 10 wa taasisi za TVET barani humu na ni wa kuwapa wa Afrika uwezo hasa vijana kupitia ujuzi unahitajika katika ubunifu, ustawi wa viwanda na ukuaji jumuishi. Akihutubu kwenye warsha hiyo, Zhang Wei ambaye ni mkuu wa shughuli katika ujumbe wa China kwenye AU alikariri kwamba China iko tayari kushirikiana na AU na nchi binafsi za Kiafrika ili kufanikisha utekelezaji wa mpango huo wa TVET barani Afrika katika kipindi cha miaka 10 ijayo. Warsha hiyo iliwaleta pamoja maafisa kutoka AU, maafisa wa jumbe za kidiplomasia za Kiafrika na Kichina na maafisa na wataalamu wa Kiafrika ili angazia umuhimu wa kulainisha ushirikiano baina ya China na bara Afrika na mpango huu wa TVET. Washiriki walikariri umuhimu wa kuimarisha ushirikiano wa kitaasisi ili kuunga mkono mpango huo. Sofia Ashipala ambaye ni mkuu wa kitengo cha elimu katika tume ya AU alisema kuwa mpango huo unabainisha kuanzishwa kwa mfumo jumuishi wa TVET unaozingatia mahitaji ya kuongozwa na ubunifu kote barani Afrika. Warsha hiyo andaliwa kandoni mwa juma la pili kuhusu ujuzi barani Afrika. Tom Madhenji, Dunia Wiki Hii. Na shirika la fedha duniani liliongeza ubashiri wa kiwango cha ukuaji wa kiuchumi duniani mwaka 2025 hadi 3.2%, hii ikiwa 0.2% zaidi ya ubashiri wa mwezi Julai kulingana na ripoti ya hali ya kiuchumi duniani. Chumi zilizostawi zinatarajiwa kukua kwa 1.6% mwaka huu, huku masoko yanayochipuza na chumi zinazostawi zikibashiriwa kukua kwa 4.2%, hii ikiwa 0.1% zaidi ya ubashiri wa awali. Mtaalamu mkuu wa masuala ya kiuchumi katika shirika la IMF, Pierre-Olivier Gourinchas, alisema kuwa hali za kibiashara duniani zimeendelea kubaini hali ya kiuchumi, huku masuala mengine pia yakihusika zikiwemo ada za kibiashara za Marekani zilizoanzishwa mwezi Aprili. Gourinchas alisema kwenye taarifa mtandaoni kwamba kuongezwa kwa ada za kibiashara za Marekani na athari zake zimekuwa za kiwango cha chini kufikia sasa. Hata hivyo, alisema kuwa kwa kile kiwango cha ada hizo kimesalia kuwa cha juu, huku taharuki za kibiashara zikiendelea, huku masuala mengine pia yakihusika, ni mapema mno kudai kwamba ongezeko la ada hizo halijaathiri ukuaji wa kiuchumi duniani. Ripoti hiyo inabashiri kwamba uchumi duniani utakuwa kwa 3.1% mwaka wa 2026, sawa na ubashiri wa mwezi Julai. Hata hivyo, alisema kuwa athari za ada hizo pia zinatatiza ukuaji ambao huenda ukapungua. Alisema kuwa ukuaji wa uchumi duniani unatarajiwa kupungua katika nusu ya pili ya mwaka huu, huku kukiwa na kiwango fulani cha ufufuzi mwaka ujao. Shirika la IMF linapendekeza kwamba kusuluhishwa kwa wasiwasi kuhusu sera, kuimarishwa kwa uzalishaji kupitia teknolojia ya akili unde na kuanzishwa kwa mfumo wa kimataifa unaoimarisha ushirikiano huenda kukasaidia kushughulikia changamoto hizo za kiuchumi.
China imeendeleza uhusiano na nchi mbalimbali kote duniani ukiwemo ule wa kimatibabu, kielimu, muundo msingi, teknolojia, mawasiliano, biashara, uwekezaji na mwingineo unaonufaisha pande zote husika. Tazama. Makala ya pili ya kongamano la kimataifa kuhusu masomo ya Kichina liliandaliwa huko Shanghai, mashariki mwa China, likihudhuriwa na wataalam na wasomi 500 kutoka kote duniani. Washiriki waliarifiwa kuhusu ubunifu wa kiteknolojia, uhifadhi wa utamaduni na uongozi wa miji huko Shanghai. Na kwenye maonyesho ya 77 ya vitabu ya Frankfurt yaliyokamilika hivi majuzi, afisa mmoja wa kampuni ya uchapishaji vitabu ya Springer Nature alipongeza ushirikiano unaoimarika na kampuni za Kichina za uchapishaji vitabu, huku idadi ya wachapishaji vitabu wa Kichina ikiongezeka kwenye maonyesho hayo. Na chuo kikuu cha Badir jijini Cairo, Misri, kiliandaa sherehe ya utamaduni wa Kichina iliyohudhuriwa na idadi kubwa ya wanafunzi waliotaka kufurahia tamaduni za Kichina, yakiwemo maandishi na vyakula. Rais wa chuo hicho kikuu Ashraf El-Shihi alisema kuwa ushirikiano baina ya Misri na China unaimarika katika muundo msingi, biashara, uwekezaji na elimu chini ya mpango wa biashara na muundo msingi. Na pikipiki za Kichina za kielektroniki zinapata umaarufu nchini Myanmar, kwani ni za bei nafuu kuliko zile zinazotumia mafuta. Na katika kijiji cha Bumbusudi kisiwani Zanzibar, mwanamke mmoja analeta mabadiliko kwa kukuza nyasi ya Kichina aina ya Junsao inayobadilisha riziki za wafugaji ng'ombe wa maziwa kisiwani humo. Na huku mwaka wa 2025 ukiwa wa mwisho wa mpango wa Kichina wa miaka 14 kuanzia mwaka 2021 hadi mwaka 2025, msomi mmoja nchini Cameroon alipongeza ufanisi wa kiuchumi nchini humo na juhudi zake za kuimarisha maisha ya wananchi. Kwenye mahojiano na shirika la Jinua, Profesa Charles Romain mbele ya chuo kikuu cha Yaounde alizungumzia ubunifu wa kiteknolojia wa China, mipango ya kudumu na soko wazi la kitaifa, na pia juhudi za China za kuimarisha ushirikiano wa kimataifa. Na makamu wa rais wa Tanzania Philip Mpango alizindua rasmi kituo cha kisasa cha Ngorongoro Lengai kinachojengwa kwa usaidizi wa China kuimarisha utafiti wa kiolojia, uhifadhi wa turathi na ustawi wa utalii. Akizungumza kwa niaba ya Rais Samia Suluhu Hassan, Mpango alishukuru serikali ya China kwa kuendelea kuhifadhi ustawi wa muundo msingi nchini Tanzania, yakiwemo makavazi mapya kwenye eneo la uhifadhi la Ngorongoro lililojumuishwa kwenye orodha ya shirika la UNESCO. Balozi wa China nchini humo Chen Mingjian alisema kuwa kituo hicho kinanuiwa kuimarisha uhifadhi wa turathi, utafiti wa kiolojia na utalii endelevu katika eneo hilo la uhifadhi lililo maarufu duniani. Na kufikia hapo, mtazamaji, ndipo tunatia kikomo makala yetu ya leo. Asante sana kwa muda wako. Natumai umeweza kumakinika na taarifa ambazo tumekuandalia kwenye makala haya ya Dunia Wiki Hii, yanayoletwa kwako kwa ushirikiano mkubwa wa KBC Channel 1 na shirika la Shinua. Hadi wiki ijayo majaliwa, mimi naitwa Beatrice Gatonyengetich.